Mradi wetu wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato tunautekeleza kwa awamu mbili. Kwa sasa hivi tunatekeleza kwa awamu ya kwanza au phase 1. Na huu mradi tunautekeleza kwa kutumia wakandarasi wawili. Tunaye mkandarasi wa kwanza, tukiangalia kwenye ripoti ambazo tumewapatia, ni mkandarasi anahusiana na ujenzi wa miundombinu package 1. Ni kampuni ya Sinohydro Corporation Limited kutoka nchini China. Hiki kiripoti kina maelezo yote kuhusiana na wakandarasi, mkandarasi ambaye anatekeleza pamoja na scope ya kazi anazozifanya. Pengine tu nianze na mkandarasi wa package 1. Nitaenda tu kwa haraka kwamba ni kampuni ya Sino kama nilivyokwisha kusema, lakini mtaalamu mshauri anayesimamia ujenzi wa mradi huu ni kampuni ya Beza kutoka nchini Ethiopia, lakini inafanya kazi za usimamizi wa mradi kwa kushirikiana na kampuni mbili za kizawa. Kuna kampuni ya Ambicon pamoja na Afrisa. Hizo ni kampuni mbili za kizawa. Na mwajiri ni TANROADS. Sisi ambayo ndio tumewaajiri hawa wakandarasi kwa ajili ya mradi huu. Na TANROADS tuliingia mkataba na huyu mkandarasi wa kwanza au wa package 1 mnamo tarehe 13 ya Septemba mwaka 2021. Tuangalia kwenye hii ripoti inaonyesha summary yote. Gharama ya mradi kwa upande wa package 1 ni bilioni za Tanzania 165.63, na mkandarasi alianza kazi rasmi ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2022, na muda wa utekelezaji wa mradi kwa upande wa package 1 ni miaka 3 au miezi 36. Kwa hiyo mkandarasi alitakiwa amalize kazi tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, lakini kutokana na nyongeza za kazi tuliweza kumpatia nyongeza ya muda wa miezi 10 ili aweze kukamilisha kazi zote. Kwa hiyo tunatarajia ifikapo tarehe 21 mwezi wa 2 mwaka 2026 mkandarasi atakamilisha ujenzi wa miundombinu ya barabara. Pengine tuangalie scope ya kazi anazozifanya huyu mkandarasi. Kwanza anahusika na ujenzi wa airside works ambayo inahusisha ujenzi wa barabara ya kutua na kupaa kwa ndege yenye urefu wa kilomita 3.6 na upana wa mita 60. Na pia anahusika na ujenzi wa barabara mbili za maungio na ziita taxiway ambazo zina urefu wa mita 360 kwa upana wa mita 44. Ni barabara mbili ambazo ni za ndege kuingilia na kuenda parking. Lakini vile vile anahusika na ujenzi wa parking ya ndege au apron yenye urefu wa mita 480 kwa upana wa mita 240. Na pia anahusika na ujenzi wa barabara kuu ya kuingilia kwenda airport. Nadhani wakati mnakuja mmeona kuna barabara ambayo inaungana moja kwa moja na hii barabara ya Dodoma kwenda Arusha. Ni barabara yenye takriban kilomita 5 kutoka junction ya Arusha Road kufika eneo la airport. Na pia anahusika na ujenzi wa mifumo mbalimbali ya uondoshaji maji au drainage systems kwenye maeneo yote ambayo ni ya kiwanja cha ndege. Lakini vile vile anahusika na ujenzi wa fence pamoja na mageti. Eneo letu hili ina urefu wa kilomita 9 kwa kilomita 5. Kwa hiyo mkandarasi amejenga fence kuzunguka eneo lote la kiwanja. Lakini vile vile anahusika na ujenzi wa mifumo ya umeme. Ni mojawapo ya kazi na yeye anaifanya, lakini vile vile anahusika na ujenzi wa parking ya magari.
parking ambayo iko karibu na eneo la jengo la abiria. Parking yetu itakuwa na uwezo wa kupaki magari 500 kwa wakati mmoja, na yenyewe ni kazi mojawapo anayofanya. Kwa hiyo mpaka kufikia tarehe 14 mwezi wa 12, mkandarasi ameweza kufikia 98.45% ya utekelezaji kwa mujibu wa zile kazi za mwanzo pasipo kuhusisha kazi za nyongeza. Imefika 98.45%, lakini ukijumuisha na zile kazi za nyongeza mkandarasi amefikia 79.44%. Na ukiangalia kwenye hii ripoti inaonyesha hatua zilizofikiwa za utekelezaji kwa kila item ya kazi. Kwa mfano runway yuko 99%, ile terminal apron yuko 98%, kwenye taxiway C na D yuko kwenye 98% na 99%, kwenye kazi za barabara pamoja na parking yuko 65%, fence na mageti 68%, lakini mfumo ya maji yuko 75%, na kwa kazi ya umeme yuko kwenye 67%. Na tuje labda kwenye upande wa ajira, sema ambapo imeandikwa employment and labor statistics, kwamba takriban kuna wafanyakazi 648 wameweza kuajiriwa kwenye huu mradi kwa upande wa package 1. Na kuna sehemu hapo inaonyesha malipo ambayo yameshafanyika mpaka sasa hivi, takriban bilioni 148.258 zimeweza kuidhinishwa kwa ajili ya malipo ya mkandarasi. Na ukaangalia kwenye ikoti kuna picha mbalimbali ambazo zinaonyesha kazi zinazoendelea kwa sasa hivi. Na pengine kuna baadhi ya kazi ambazo ziliongezeka kama nilivyokwisha kusema, na hivyo gharama ya mradi imeongezeka kutoka bilioni 165.63 na kufikia 243.78. Ukiangalia kwenye ripoti inaonyesha. Nikija kwa upande wa mkandarasi wa pili, ni kampuni ya Beijing Construction Engineering Group, na nyingine ni kampuni kutoka nchini China. Mtaalamu mshauri anayesimamia mradi kwa hawa wakandarasi wote wawili ni hiyo kampuni ya Beza ikishirikiana na afisa pamoja na Ambicon. Na kuna kipengele cha finance ya kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatekeleza huu mradi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na kwa upande wa malipo ya wakandarasi pamoja na mtaalamu mshauri, hii benki ndio inahusika na malipo yote. Lakini kwenye swala la fidia pamoja na interest, serikali yetu inabeba jukumu la kuhakikisha inalipa masuala yote ya interest. Kwa upande wa majengo, tuliingia mkataba na huyu mkandarasi ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2022. Na mkandarasi alikuja kuanza kazi rasmi ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2022. Na muda wa mkataba kwa upande wa majengo ni miaka 3, ni sawa na yule mkandarasi wa pili wa kwanza. Mkandarasi atakuwa malize kazi tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025, lakini na yeye kulikuwa na nyongeza ya kazi ziliongezeka wakati wa utekelezaji wa mradi, na hivyo kupelekea kuongezewa muda wa miezi 6. Nimempa provisional ya miezi 6 wakati tunafanya determination ya maombi yake, maana yeye aliwasilisha kuomba takriban siku 350 kama extension ya muda, lakini tukampatia hiyo miezi 6. Na gharama ya mradi kwa upande wa majengo
ni bilioni 194.4 za Kitanzania, lakini kutokana na nyongeza ya kazi gharama ilipanda kutoka bilioni 194 na kufika bilioni 237.3. Tuangalie kazi anazozifanya tu mkandarasi kwa upande wa majengo. Kazi mojawapo ni ya ujenzi wa jengo la abiria. Ni jengo ambalo lina uwezo wa kuhudumia abiria 1.5 kwa mwaka. Na kazi nyingine anayoifanya ni pamoja na ujenzi wa mnara wa kuongozea ndege unaita control tower, na pia anahusika na ujenzi wa jengo la zimamoto, na pia kazi nyingine anayoifanya ni jengo la umeme pamoja na substation zake, na pia anahusika na ujenzi wa jengo la hali ya hewa. Hadi kufikia tarehe 14 mwezi wa 12, mkandarasi amefikia 66.18% ya utekelezaji. Na ukiangalia kwenye kipeperushi hicho kinaonyesha mfano kwenye jengo la abiria upande wa structure umefikia 99%. Upande wa air traffic control tower tumefikia 99% upande wa structure. Fire station kwa engineer, power station pamoja na MTO. Lakini kuna jengo jingine la fire hose tower, mmoja wapo ya majengo ambayo yaliongezeka, yenyewe liko kwenye 95%. Na kwa ujumla kwenye majengo kazi za structure zote almost ziko hatua za mwisho, na sasa hivi tunafanya kazi za finishing kwenye majengo yote. Na ukiangalia kwenye swala la ajira, takribani kuna vibarua 747 wameweza kupata ajira kwenye kutekeleza mradi upande wa majengo. Na mpaka sasa hivi jumla ya bilioni 9.9 zimeweza kuidhinishwa kwa ajili ya malipo ya mkandarasi huyu.